wa shirika la Twaweza umebainisha kuwa licha ya Tanzania kutegemea sekta ya kilimo kwa asilimia zaidi ya 80, lakini ni asilimia 2 pekee ya wazazi wanaotaka watoto wao kufanya kazi kwenye kilimo, hali inayofifisha sekta hiyo kuleta mapinduzi zaidi hapa nchini. Asilimia 29 ya wazazi wanataka watoto wao kufanya kazi za udaktari, asilimia 27 wakitaka wafanye kazi za ualimu, asilimia 6 kazi ya jeshi, asilimia 4 uhasibu, wakati asilimia 3 nyingine ya uuguzi. Taarifa kamili na Immaculate Kilulia. Nchi yetu tunasema kwamba ni nchi ya kilimo. Asilimia 80 ya Watanzania wanategemea kilimo katika maisha yao ya kila siku. Lakini katika utafiti huu ni asilimia 2 pekee ya Watanzania ambao wangependa watoto wao hatimaye wafanye kazi katika kilimo. Kwa hiyo kwa kweli hatima ya kilimo katika nchi ina matatizo makubwa, kwa sababu wananchi wengi wasingependa watoto wao wafanye kazi katika kilimo. Kwa hiyo tuna kazi ya kuhamasisha na kuonyesha kwamba kilimo bado ni njia nzuri ya watu kuweza kujitegemea na kufanya kazi. Twaweza imesema haya wakati wa utoaji wa taarifa ya utafiti wa maoni ya wananchi juu ya umuhimu wa shule, ambapo utafiti huo pia umeonyesha kuwa watoto 6 kati ya 10 sawa na asilimia 63 wanataka watoto wao wafundishwe kwa lugha ya Kiingereza katika shule za msingi. Na kweli tumekuwa hatufanyi vizuri sana, na kwa miaka takribani 10 ya nyuma au 15, lakini sababu za kutofanya vizuri si swala la lugha. Kama ambavyo nimeongea na washiriki hapa, ni kwamba swala la ubora wa elimu ni swala ambalo lina mambo mengi sana, na kwa nchi yenye uchumi wa chini kama Tanzania na nchi nyingine za uchumi kama wetu, wana matatizo katika mifumo yao ya elimu kama ilivyo kwetu. Sasa swala la ubora wa elimu linahitaji collective responsibility, sio swala la Wizara ya Elimu peke yake au idara ya udhibiti ubora. Hata hivyo, Tanzania bado inatajwa kufanya vibaya katika swala zima la maandalizi ya wanafunzi wake kielimu. Serikali inalizungumzia. Kweli tumekuwa hatufanyi vizuri sana, na kwa miaka takribani 10 ya nyuma au 15, lakini sababu za kutofanya vizuri si swala la lugha. Kama ambavyo nimeongea na washiriki hapa, ni kwamba swala la ubora wa elimu ni swala ambalo lina mambo mengi sana, na kwa nchi yenye uchumi wa chini kama Tanzania na nchi nyingine za uchumi kama wetu, wana matatizo katika mifumo yao ya elimu kama ilivyo kwetu. Sasa swala la ubora wa elimu linahitaji collective responsibility, sio swala la Wizara ya Elimu peke yake au idara ya udhibiti ubora. Utafiti huo pia unabainisha kuwa wananchi 6 kati ya 10 wanaamini kuwa elimu ya msingi itawaandaa wanafunzi vizuri kuendelea na elimu ya sekondari. Immaculate Kilulia, Star TV, Dar es Salaam.